Mungu akubariki wewe ambaye umefika katika ibada hii asubuhi ya leo. Wengine inawezekana wanakula pilau au wamesafiri, sijui. Wapo baadhi ni kweli wamesafiri, nina taarifa za watu kadhaa ambao wamesafiri, na wengine wapo katika kambi kama wanafunzi na baadhi ya wenzetu. Jamani, nimeanza semina siku ya Jumatano na jana Alhamisi nimeendelea. Leo ninaendelea na Jumapili nitakuwa ninamaliza. Na somo kubwa ambalo nimekuwa nikifundisha ni umuhimu wa dhabihu katika Biblia. Umuhimu wa dhabihu katika Biblia. Na Jumatano na Alhamisi jana nimefundisha umuhimu wa dhabihu katika Agano la Kale. Nimepitia Agano la Ibrahim, nikapitia Agano la wana wa Israeli. Lakini nikasema katika maagano kulikuwa na dhabihu. Dhabihu bila agano haliwezekani, na agano bila dhabihu haliwezekani. Na agano tunalolizungumza ni mapatano kati ya Mungu na wanadamu. Yeye Mungu alichagua utaratibu uwe kupatikana kwa damu katika maagano yote. Lazima kiumbe kife, damu ipatikane, na hiyo damu ndiyo inafanyika kuwa ishara, kuwa muhuri, kuthibitisha userious wa kile Mungu anachosema. Na hiyo damu tunakwenda kuitafakari leo tena katika Agano Jipya. Kwa hiyo leo niko kipengele B cha agano au umuhimu wa agano katika Agano Jipya. Leo concentration ni Agano Jipya. Of course nitataja kulinganisha na agano la zamani, agano la kwanza. Tutakuwa tukilinganisha, tutakuwa tukisoma maandiko ambayo yanalinganisha. Kwa hiyo nikitaja Agano la Kale pia katika mifano, usipate shida. Tuko pamoja na neema ya Mungu iko pamoja nasi. Sasa katika umuhimu wa dhabihu katika Agano Jipya na mambo mawili. Moja nitafundisha leo, na Jumapili nitafundisha jambo la pili. Leo nitamfundisha Yesu Kristo kama dhabihu ya Agano Jipya. Yesu Kristo kama dhabihu ya Agano Jipya ni kipengele ambacho nitakuwa nikikipitia kwa kirefu katika siku ya leo. Jesus Christ as the sacrifice of a new covenant. Lakini kesho, Jumapili, nitakuwa nikizungumza sasa maisha yetu wanadamu ya imani kwa huyu Yesu aliye dhabihu bora. Nitakuwa nikitaja maisha, kitu gani Mungu anakitegemea kwetu kwa ajili ya hii dhabihu ya Yesu Kristo katika Agano Jipya. Kwa hiyo leo nitakuwa zaidi tu nikizungumza hiyo damu, nikizungumza hiyo dhabihu, Yesu Kristo kama dhabihu ya Agano Jipya. Mstari wetu wa kukumbuka ambao leo ninaurudia tena ni Yohana 1 mstari wa 29. Unaosema kesho yake Yohana alimuona Yesu akimjia, akasema, tazameni, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya ulimwengu. Nimekuwa nikirudia kukufahamisha kwamba utambulisho huu ulikuwa unamtambulisha Yesu kama mnyama, kama mwana kondoo, lakini kusudi lake lilikuwa ni kumlinganisha na dhabihu za wanyama au dhabihu za kondoo zilizotolewa katika Agano la Kale. Huyu mtumishi wa Mungu Yohana Mbatizaji anasema huyu ndiye mwana kondoo, anamuaddress. Na shangaa hata katika kitabu cha Ufunuo, hata Yesu, malaika kule wanasema mwana kondoo yeye amestahili.
Kwa hiyo bado ni AKA kama unataka, ni jina la ziada, also known as mwana kondoo wa Mungu. Anajulikana kama mwana kondoo wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yeye alitolewa kwa dhabihu, na ndio kazi muhimu iliyokuwa imemleta hapa duniani. Yohana Mbatizaji alimwona kwamba ni mwana kondoo anaondoa dhambi ya ulimwengu. Sasa very interesting, Yesu mwenyewe alijitambulisha kama mwana kondoo. Yesu mwenyewe akijitambulisha kwamba anakwenda kumwaga damu, na hiyo damu wakati anamalizana na wanafunzi katika kile chakula cha jioni cha mwisho, last supper, alipokuwa anasakafia anakula pamoja na wanafunzi wakati wa tukio la chakula cha jioni pamoja na wanafunzi, ilikuwa wakati wa Pasaka. Jana nilizungumza, akasema andaliwe Pasaka ale pamoja na wanafunzi. Sasa wakati anakula alizungumza kuhusu damu ya agano. Aliita damu yake na kwenda kumwagika kwamba ni damu ya agano. Mathayo sura 26 mstari ule wa 27 na 28. Mathayo sura 26 mstari wa 27 na 28. Kisha akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika kikombe hiki. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Nilikwambia nikizungumza agano sitakwepa kuzungumza damu, sitakwepa kuzungumza kifo, sitakwepa kuzungumza kuhusu dhabihu. Kwa hiyo anawaambia wanafunzi, hiki kikombe mnachokunywa ni kumbukumbu, itakuwa ni kumbukumbu kwenu ya damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Yale maneno ya Yohana Mbatizaji kwamba huyu ni mwana kondoo anayeondoa dhambi ya ulimwengu, hata Yesu anasema hii damu itamwagika, lazima imwagike. Namhurumia Bwana Yesu, nikitafakari anajua kwamba anakwenda kufa, anakwenda kumwaga damu, lakini ana ujasiri wa kusema ninakwenda kumwaga kwa ajili ya ondoleo la dhambi ya ulimwengu, kwa ajili ya watu wengi wapate kuondolewa dhambi zao. Luka sura ya 22 mstari wa 20. Luka 22 mstari wa 20. Na yenyewe na yeye Luka anazungumza maneno yanayofanana na hayo wakati Yesu anakula hiki chakula cha jioni cha mwisho pamoja na wanafunzi. Vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya. Yeye hapa anaongeza kitu. Luka anasema hili agano ni agano jipya. Akasema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Kule anasema ondoleo la dhambi kwa watu wengi, anasema wanangu. Hapa ile Luka anasema, alisema inamwagika kwa ajili yenu mliopo hapa mnaonisikiliza. Hii ni damu ya agano jipya inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo tunamwona Yesu mwenyewe anazungumza kuhusu damu, kumwagika kwa damu kama ondoleo la dhambi kwa watu wengi, kwa walimwengu, kwa wanafunzi wake. Sasa niseme tu baada ya kusema haya maneno ya utangulizi kwamba Yesu alikuja kuanzisha agano jipya. Tunachokiona katika maneno haya ni kwamba Yesu alikuja kuanzisha agano jipya. Anaita damu ya agano jipya. Kwa hiyo hiyo damu, hilo agano jipya liliwekwa muhuri au kuthibitishwa na Mungu mwenyewe kupitia damu au kupitia kifo cha Yesu msalabani kama dhabihu ya agano. Yaani pale alipokuwa akimwaga damu alikuwa anakufa. Alichomwa mkuki, alifanyiwa dhihaka, maumivu makali, na mwisho wa siku akamwaga damu ya kutosha. Na hiyo damu inafanyika kuwa dhabihu, inafanyika kuwa utakaso, upatanisho
kwa ajili ya wanadamu. Sasa lakini kikubwa anachotaka kusema hapa ni agano jipya lilikuwa linazinduliwa. Mfumo wa dhabihu katika agano la kale, Biblia inasema ulikuwa ni kivuli cha mfumo wa agano jipya. Nitakwenda kuzungumza haya maneno kwa undani baadaye, lakini elewa, ilikuwa ni kivuli, ilikuwa ni kielelezo. Yale yaliyofanyika, wanyama waliokuwa wakitolewa, damu iliyokuwa ikimwagika, ilikuwa ni kivuli, ilikuwa ni kielelezo cha hali halisi ambayo ilikuwa inakwenda kutokea, ambayo ni agano jipya. Sasa agano jipya lilileta ukomo wa ile agano la kale. Lilileta ukomo wa taratibu, sio ukomo wa maneno. Maneno ya Mungu, by the way, ahadi za Mungu, maneno ya Mungu ni kweli na amina, ni matakatifu. Haijalishi yako kwenye agano la kale au agano jipya. Lakini hapa ule mfumo wa kumwabudu Mungu, mfumo wa kutakaswa, mfumo wa dhabihu ulibadilika completely. U-turn, kwamba sio wanyama tena, bali ni damu ya Yesu. Kwa hiyo agano jipya lilileta ukomo wa utaratibu wa dhabihu katika agano la kale. Kwa hiyo kama tulizungumza, ulinisikia nikizungumza kuhusu dhabihu na mfumo wa dhabihu juzi na jana, ukanisikia mfumo wa dhabihu kupitia wanyama. Kilichomaliza ukomo wa ule utaratibu ni damu ya Yesu Kristo, au kifo cha Yesu, au dhabihu ya Yesu Kristo. Ngoja nikusaidie kidogo. Jana nilizungumza kuhusu damu iliyomwagwa ya mwana kondoo wakati wana wa Israeli wanatoka pale Misri. Ikaleta ukombozi, ikaleta ulinzi. Lakini walipofika mlimani, Mungu akaanzisha utaratibu, akasema sasa nataka kuwafanya kuwa ufalme wa kikuhani nyie, na kuwa taifa takatifu. Na kwa hiyo tena na penyewe wakachinja wanyama. Walipochinja wanyama, baadaye tunakwenda kugundua ni kwamba walitengenezewa utaratibu wa ibada. Na hiyo ilikuwa ni katika hekalu, au wakati ule ilikuwa linaitwa hema. Lile hema utakwenda kugundua leo, nitakusomea maandiko, lilikuwa ni photocopy ya mambo ya mbinguni. Yaani maelekezo ambayo Mungu alimpa Musa kutengeneza lile hema, lilikuwa ni kama kivuli cha hali halisi ya mambo ya mbinguni. Na hapa nitakwenda ndipo nitakapokaa sana leo kukueleza. Kwa hiyo alitengeneza hema, na jana nilikudokeza kidogo kwamba katika lile hema kulikuwa na mahali panaitwa patakatifu pa patakatifu, ambapo ni mbali zaidi, ni ndani zaidi. Lakini hapo katikati kulikuwa na mahali pandani tena panaitwa patakatifu, na nje kulikuwa na ua wa nje. Ni kama hapa, labda sasa hivi hapa tunapozungumza, katika chukulia huku madhabahuni huku ni patakatifu pa patakatifu, alafu hii hapa tulipokaa ni mahali patakatifu, alafu kule ukiweka ukuta ule kule ni ni ua. Sasa ule ua walipokuwa kule kwenye ukuta kule, kurudi nyuma walikuwa wanakaa watu wote walikuwa wanaruhusiwa. Waisraeli wote walikuwa wanaruhusiwa. Waisraeli wote walikuwa wanaruhusiwa, awe ni kuhani au sio kuhani, anaruhusiwa kukaa katika ule ua wa nje. Lakini ukishaingia tu ndani, palikuwa ni maalum kwa ajili ya makuhani, kwa ajili ya ibada, kufanya masuala ya kiibada katika hekalu. Lakini hawa makuhani nao wakawekewa mpaka, ni kuhani mkuu tu. Yaani kama ulikuwa hujawahi kuwa mkuhani mkuu, huruhusiwi, marufuku kuingia kule ndani patakatifu pa patakatifu. Palikuwa na nini kule? Moja ya kitu muhimu sana kilichokuwa ndani kabisa patakatifu pa patakatifu ni sanduku la agano. Sanduku la agano, mnajua maana yake ilikuwa ni uwepo wa Mungu. Kwa hiyo walikuwa hawaruhusiwi wengine wote kusogelea kwenye sanduku la agano. Kulikuwa na vitu vingine of course, lakini kikubwa kulikuwa na sanduku la agano. Na hata zile sheria ambazo Musa alipewa, mbao zake zilikuwa zinakaa kule patakatifu pa patakatifu ndani. Kule alikuwa anaenda mara moja kwa mwaka kuhani mkuu kutoa dhabihu za kuondoa dhambi za wana wa Israeli wote. Alikuwa akifanya tambiko,
akifanya rituals, anafanya mambo ambayo yanahusiana na ibada walivyokuwa wameelekezwa. Kama nataka kusoma habari za makuhani walivyofanya kazi na hayo madhabihu waliokuwa akitoa, nenda kasoma kitabu cha Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi inaelezea kabisa, Leviticus inaelezea. Mimi sina muda kuelezea hayo, after all it's not my topic today, lakini nataka nikumegee tu vichache. Kwa hiyo kule ndani kabisa ni kuhani mkuu tu alikuwa anaendelea kufanya mambo ya ibada, na hasa mara moja kwa mwaka kwa ajili ya utakaso, kwa ajili ya upatanisho wa wana wa Israeli. Kila mwaka linatolewa dume, ng'ombe dume anachinjwa, na huyo ndo anayekwenda kule. Lakini huyo kuhani alikuwa inabidi na yeye mwenyewe ajitakase. Si mnakumbuka ile Zekaria alipopataga shida, watu wakaanza wanamsubiri kule nje. Sasa ile akasema, huyu kuhani mkuu vipi leo, mbona amechelewa sana? Mambo gani yamemtokea? Kumbe kuna mambo, malaika amemtokea kule ndani, akamwambia utapata mtoto. Sasa watu wakashangaa kwamba kwa nini anachelewa. Sasa isije na ngoja nikwambie kitu kilikuwa kinafanyika. Walikuwa wanafungwa kamba, ili kwamba likitokea la kutokea huko ulikuwa hujajitakasa vizuri wanaburuza tu huo mzoga wako, toka nje, kwa sababu hujajitakasa vizuri, hujafanya ibada, kwa wewe mwenyewe hujajitakasa vizuri. Kwa hiyo sasa wakawa cheki, mbona kamba kama inatikisika, jamaa vipi, kulikoni? Kwa hiyo kule walikana ingia kuhani mkuu tu. Sasa hapa katikati ndio makuhani wengine. Fikiria, makuhani wenyewe walikuwa haruhusiwi kuingia kule ndani, kuhani mkuu tu. Yaani kama hivi nyie wote hapa, mimi tu, au kina Yusta au kina Caleb wangekuwa naishia tu patakatifu basi. Si mimi ndo kuhani mkuu? Si ndo kiongozi mkuu? Yaani mimi tu ndo nilikuwa naruhusiwa kuingia, wengine wote marufuku. Ukiingia tu nakufa. Wewe ukakae kwenye uwepo wa Mungu, wewe nani? Si kuhani mkuu ndo anatakiwa kuingia. Kwa hiyo mimi ndo, yani hapa tungekuwa na hekalu hapa enzi yani enzi za Agano la Kale, yani wote marufuku. Alafu na nyie hapa wangekuwa nahusiwa kina Yusta, kina Caleb, labda na wazee kidogo, na nyie na wazee naye na kama makuhani hivi. Si Walawi na makuhani walikuwa wanaruhusiwa hapa, wenyewe ndio wanachezea hapa, wanafanya. Kulikuwa na mahali kulikuwa kuna kinara cha taa, sio kulikuwa anafukuza uvumba ule, mnaonaga ile uvumba ile, manukato unafanya hizo ibada zote walikuwa wanafanya, wanacheza maombi yenu ya kina Yusta ingekuwa naishia hapo. Halafu nyie wengine wote sasa, na nyie marufuku, yani kuvuka ule ukuta marufuku, mnakaa kule. Mtakuwa naambia tu, kwani vipi, ameshatoka kwani mkuu? Bado anaendelea kuwatakasa. Kwa hiyo umeiona picha ilivyokuwa. Sasa copy and paste wakafanya lile tenti tabernacle, walipojenga hekalu pale Jerusalem, likatengenezwa hivyo hivyo kwa sehemu hizo tatu muhimu. Kwa hiyo watu walikuwa haingii kimchezo jamani, kuona userious hilo jambo. Kwa hiyo sasa Yesu alipokuja, fikiria, anaharibu huo utaratibu. Ndio hiyo nilikuwa nakwambia, utaratibu huo wote nitakwenda kusomea maandiko. Aliuharibu, alitibua, akaleta agano jipya ambalo nitakueleza uthamani wake. Sasa baada ya kusema hayo, naomba tusome katika, leo tunasoma mistari mingi kidogo, lakini nitaisummarize sana na baadaye tutaelewana. Utasoma kwa wakati wako vizuri pia, lakini hebu karudie hili jambo uelewe sasa tofauti. Hapa ninachotaka kufundisha sasa ni kufanana au na utofauti, kufanana na tofauti za mfumo wa dhabihu katika Agano la Kale na Agano Jipya. Ninakwenda kufananisha, kulinganisha, kwa hiyo mfanano na kutofautiana kwake kati ya dhabihu za Agano la Kale na Agano Jipya. Waebrania 8:9 na 10. Bahati nzuri Waebrania 8 na mistari michache. Waebrania 8:9 na 10, lakini 10 nitasoma mstari wa kwanza mpaka wa 18. Ile itakayoendelea nitaisoma Jumapili, kwa sababu inahusiana na maisha sasa ya namna ya kuhusiana
na huyu dhabihu wa agano jipya. Kwa hiyo leo nitaishia mstari wa 18 katika ile Waebrania sura ya 8 na mistari 13 tu nitaisoma. Basi jambo tunalotaka kulisema ni hili, ambalo hata mimi nataka kulisema katika asubuhi ya leo. Mwandishi anasema jambo tunalotaka kulisema ni hili: tunaye kuhani mkuu. Mmeshaelewa maana kuhani mkuu niliwaeleza? Tunaye kuhani mkuu ambaye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha aliye mkuu mbinguni. Yesu Kristo anatambulika pia kama kuhani mkuu kwa muktadha wa agano jipya. Baada ya kufuta makuhani wakuu katika agano la kale, baada ya kufuta mfumo wao na utaratibu wao wa kufanya ibada, anamtambulishwa kama kuhani mkuu. Nitakueleza hapo baadaye kwa undani. Yeye ahudumuye, yani Yesu anahudumu katika patakatifu, hema ya kweli lililowekwa na Bwana, wala si mwanadamu. Yesu, unaanza kuiona picha ya Yesu kama kuhani mkuu anayehudumu katika hema ambalo halikutengenezwa na wanadamu. Ni hema ambalo kalitengeneza Bwana Mungu mwenyewe. Yeye ndiye mhudumu wa hilo hekalu. Marufuku wengine, huwezi kwenda mbinguni kwenda kuhudumu. Hata kuhani mkuu ulikuwa umekubalika sana na upako. No, Yesu ndiye kuhani mkuu wa agano jipya. Hasa mstari wa 3 nasema kila kuhani mkuu, wale wa kawaida sasa wale, kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe sadaka na dhabihu. Vivyo hivyo ilikuwa jambo muhimu kwa huyu kuhani, yani Yesu, naye awe na kitu cha kutoa. Kwa hiyo hapa inatukuletea concept ya agano la kale, lakini anaileta kwenye agano jipya. Anasema ilikuwa na yeye muhimu awe na kitu cha kutoa, kama ambavyo makuhani walikuwa wanatoa sadaka za wanyama. Sasa wewe Yesu, sawa, umekaa katika mahali patakatifu mbinguni, okay, wewe una nini cha kutoa? Mstari wa 4, kama angekuwa duniani, kwa sababu tayari wapo. Kama angekuwa duniani hangekuwa kuhani. Yesu kama angekuwa duniani, kama angekuwa ni kuhani wa mfumo wa wanadamu au mfumo wa kwanza wa agano la kale, asingekuwa kuhani, kwa sababu tayari wapo wanaotoa sadaka kama ilivyoelekezwa na sheria. Sheria ya Musa ilikuwa imetoa maelekezo, na walikuwepo wana wa Lawi. Makuhani walikuwa wanatoka katika kabila ya Lawi. Sasa hawa walikuwa tayari wapo. Sasa Yesu ukija, wewe kama ni wa dunia hii, nani utakwenda kuchukua nafasi ya nani? Kuhani mkuu yupo. Kwa hiyo sasa inamwonyesha kwamba angekuwa lazima angekosa kazi. Kwa maneno mengine, jobless. Angekuja Yesu akawa jobless. Fikiria Yesu anakuja duniani afanya kazi. Si angerudi tu mbinguni akakaa kwa babake au? Haya, mstari wa 5. Wanahudumu katika patakatifu palipo mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni. Pale patakatifu kwenye hekalu na katika hema ilikuwa ni mfano, kielelezo, kivuli cha mambo ya mbinguni. Hii ndio sababu Musa alionywa alipokaribia kujenga hema. Hata Musa wakati anajenga hema alionywa namna ya kuijenga, akiambiwa hakikisha kuwa unavitengeneza vitu vyote kwa mfano ulioonyeshwa kule mlimani. Ramani yake usikosee Musa. Unapotengeneza hii hekalu ni jambo la kitakatifu sana, ni kopi ya mambo ya mbinguni, ni utaratibu wa kimbingu ambao ndio maana Mungu akampa maelekezo Musa. Akamwambia Musa, ufuate maelekezo kama utakavyoelezwa, usikosee. Nikikwambia hapa kuna kikombe, weka kikombe, acha ujuaji. Nikikwambia hapa patakaa taa, weka taa. Hapa patakaa sanduku, weka sanduku. Hapa patakaa fimbo ya Haruni, weka fimbo ya Haruni. Hapa patakaa agano, vibao vya agano, weka. Wala usibadilishe sanduku la agano ulitoe kule uliweka hapa katikati kwenye patakatifu. Likae kule patakatifu. Kwa hiyo hii nakwambia Musa, lazima ufuate maelekezo, masharti na vigezo kuzingatiwa. Haya, mstari wa 6.
lakini huduma aliyopewa Yesu ni bora zaidi kuliko yao. Anaanza kuleta concept kwamba japokuwa hawezi hapa duniani hawezi kuhudumu, lakini yeye huduma yake ni bora kuliko ya hao makuhani wa duniani, kama vile agano ambalo yeye ni mpatanishi wake lilivyo bora zaidi kuliko lile la zamani. Mnaona kuna kitu kilianza kukliki kwamba hili agano lake ni bora, ni tofauti na lile la zamani, lakini na yeye ni agano, amekuja kuleta agano, lakini yeye ni mhudumu wa agano ambalo liko bora zaidi kuliko lile la zamani, nalo limewekwa misingi na ahadi zilizo bora. Hata ahadi zake misingi yake ni bora kabisa. Nitakufafanulia baadaye. Kwa maana kama hapakuwa na kasoro katika agano la kwanza, pasingekuwa na haja ya kutafuta nafasi kwa ajili ya jingine. Kwa hiyo hili agano jipya linakuja kwa sababu kuna kasoro, pamoja na kwamba ni maelekezo ya Mungu, pamoja na kwamba ni utaratibu ambao Mungu alitoa, lakini yeye anajua kuna kasoro. Kwa hiyo sasa anakuja kuleta agano jingine ambalo halina kasoro. Mstari wa 8, lakini Mungu aliona kosa kwa watu, naye akasema, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya. Nitakapofanya agano jipya. Leo ninazungumza agano jipya. Nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, agano langu halitakuwa kama lile nililofanya. Anasema nilifanya agano nililofanya na baba zao nilipowashika mkono kuwaongoza watoke nchi ya Misri. Nakumbuka jana nimezungumza walivyotoka nchi ya Misri, kwa sababu hawakuendelea kuwa waaminifu katika agano langu. Kuna shida. Jana niliwaambia walitakiwa kuwa waaminifu, walitakiwa kutimiliza masharti ya agano, lakini Mungu anasema no, walishindwa. Kwa hiyo anataka kuleta utaratibu mpya. Mstari wa 10, hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema, nitaziweka sheria zangu katika nia na kuziandika katika mioyo yao. Sio tena mbao. Zile mbao zilikuwa zimeandikwa sheria za Mungu. Sheria katika agano hili nitachapa, nitaweka muhuri katika mioyo yao. We kama unataka utaki, Mungu ameshaweka muhuri. Moyo wako una sheria za Mungu, ni ujuaji wako tu, utaki kuzifuata. Kwani unafikiri sasa ubora wake unaweza kudhirika? Kulikuwa na mambao kule wanasoma mawe, lakini hii unasoma moyoni na tweet za kutosha. Kwani wewe Mungu hakupagi tweet hiyo? Eti Mungu azungumzaji na wewe? Ndio hivyo. Wewe tayari unaka ubora kuliko wale wa zamani. Okay, mstari wa 11. Mtu hata mfundisha tena jirani yake. Hata hivi ninavyofundisha basi tunakusaidia tu, Bwana ametupa neema. Kiukweli ulitakiwa ukae wewe unatimiza tu. Wewe unakaa unasikiliza tweet. Yaani Mungu alichofanya, unaweza kukaa ukasikiliza tweet na mambo yakaenda. Sasa kuna mwili unakukosesha, kuna nafsi usipokaa vizuri inakupeleka pembeni, na ndio maana inabidi tuje tufanye upya nia, tukutakase kwa neno. Lakini kama ungefuata kabisa masharti vizuri, hamna haja ya kufundishwa na mtu. Mjue Bwana kwa sababu, yani anasema mtu hata mfundisha tena jirani yake, wala mtu kumfundisha ndugu yake akisema, mjue Bwana kwa sababu wote watanijua mimi, tangu aliye mdogo kabisa kwao na hata aliye mkuu sana, kwa sababu nitasamehe uovu wao, nitasamehe uovu wao, wala sitazikumbuka dhambi zao tena. Kwa kuliita agano hili jipya. Kumbuka tena jipya, jamani, leo nazungumza agano jipya. Kwa kuliita agano hili jipya, Mungu amefanya lile agano la kwanza kuwa kuukuu, nacho kitu kilichoanza kuchakaa na kuwa kikukuu kiko karibu kutoweka. Mmeona? Haya, tuende mstari wa sura ya 9. Sasa hapa ni utaratibu wa ibada katika hema la kidunia ukilinganisha na aliyofanya Mungu. Biblia inasema, basi agano lile la kwanza lilikuwa na kanuni zake za kuabudu. Lilikuwa na kanuni za kuabudu. Mnasikiaga fuata kanuni, sheria na kanuni. Sasa ilikuwa na kanuni zake za kuabudu. Na pia patakatifu pake pa kidunia.
Panaitwa pale patakatifu ni patakatifu pa kidunia. Hema ilitengenezwa katika sehemu ya kwanza, kulikuwa na kinara cha taa, meza na mikate iliyowekwa wakfu. Hii sehemu paliitwa mahali patakatifu. Nyuma ya pazia la pili, hapo patakatifu paliwekwa pazia ambalo lilitenganisha patakatifu na patakatifu pa patakatifu. Sasa anasema nyuma ya pazia la pili palikuwa sehemu iliyoitwa patakatifu pa patakatifu, ambapo palikuwa na yale madhabahu ya dhahabu ya kufukizia uvumba na lile sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu. Sanduku hili lilikuwa na gudulia la dhahabu lenye mana. Hata ile mana, chakula kile mana ilikuwa wanakula jangwani, kilikuwa kimewekwa huko. Ile fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya mawe vya agano vilikuwa vimewekwa kule ndani patakatifu patakatifu. Juu ya lile sanduku kulikuwa na makerubi ya utukufu, waliunda mpaka mfano wa makerubi, malaika. Makerubi ya utukufu yakitilia kivuli kile kifuniko ambacho ndicho kiti cha rehema. Kulikuwa na kiti cha rehema pia, unajua mbinguni, asi mnajua malaika wamezunguka katika kiti cha Mungu. Yaani ndio maana unaanza kuona picha ya kama mbinguni. Kwa hiyo Mungu aliweka angalau kuonjesha duniani hapa mbinguni kulivyo utukufu wake na namna ambavyo amezungukwa na makerubi na malaika. Lakini hatuwezi kueleza vitu hivi kwa undani. Hata mimi sina mpango wa kueleza kwa undani. Sawa? Nenda kasome mwenyewe utaona lilivyotengenezwa hema. Haya, mstari wa 6. Muhimu sana sasa hapa anaanza. Basi vitu hivi vilipokuwa vimepangwa, vitu vyote hivi alivyovitaja, makuhani waliingia daima katika sehemu ya kwanza ya hema ili kufanya taratibu zao za ibada. Nilishakueleza kina Yusta, kina Kalebu na kina Lawi na kina Kalasa walikuwa wanaingia kufanya taratibu za ibada ile sehemu ya kwanza. Lakini ni kuhani mkuu peke yake, Dr. Maboko. Sawa? Ni kuhani mkuu peke yake aliyeingia ndani ya sehemu ya pili ya hema. Tena hii ilikuwa mara moja tu kwa mwaka, na hakuingia kamwe bila damu. Kuingia kule lazima uingie na damu, bila damu huingii, ambayo alitoa kwa ajili yake mwenyewe. Nilikwambia lazima ajitakase mwenyewe, na kwa ajili ya dhambi za watu walizozitenda bila kukusudia. Kwa hiyo dhambi ambazo zilikuwa zinatendwa bila kukusudiwa ndio kulikuwa na utaratibu mwingine. Kama ukifanya dhambi ya kukusudia kulikuwa na utaratibu mwingine. Wewe nenda kasome mambo ya Walawi. Kulikuwa na dhabihu za amani. Ukikosana na mtu dhabihu, ukifanya nini dhabihu, ukisema uongo, ukitembea na nini dhabihu, ukifanya vidhambi vingine kulikuwa na vidhabihu vingi. Sasa kule alikuwa anaingia kwa ajili ya dhambi ambazo hazikukusudiwa. Kwa hiyo na maana zilizokusudiwa kulikuwa na utaratibu wake. Mstari wa 8, kwa njia hii Roho Mtakatifu alikuwa anaonyesha kwamba maadamu ile hema ya kwanza ilikuwa bado imesimama, njia ya kuingia patakatifu pa patakatifu ilikuwa bado haijafunguliwa. Nitakueleza vizuri. Kulikuwa bado hakujafunguliwa. Huu ulikuwa mfano. Haya sasa, mfano ulikuwa ni kielelezo, mfano kivuli. Huu ulikuwa mfano kwa ajili ya wakati wa sasa, kuonyesha kwamba sadaka na dhabihu zilizokuwa zikitolewa hazikuweza kusafisha dhamiri ya mtu anayeabudu. Mapungufu, kasoro ilikuwa sadaka zile zinazotolewa dhabihu haziwezi kabisa kutakasa dhamiri, nafsi ya mtu ilikuwa haiwezi kutakasa. Mstari wa 10, lakini hizi zilishughulika tu na vyakula na vinywaji pamoja na taratibu mbalimbali za kunawa kwa nje, kanuni kwa ajili ya mwili zilizowekwa hadi wakati utimie wa matengenezo mapya ambayo ndio nayazungumza leo. Kwa hiyo hizo zilikuwa taratibu tu za mambo ya nje, kula, kunywa, kuoshaosha miguu, takaso, sio msifanye nini. Hapa kama hujaoga ulikuwa uruhusiwi kuingia kwanza. Utaingiaje patakatifu hujaoga? Unatawaza kule,
huko. Hivi mlitawaza leo? Hapo nje mlikuwa na gudulia na kunao. Mliingiaje nyewe kwenye hekalu la Bwana? Mmethubutu vipi? Vua viatu, takasa. Utasema pana vumbi. Mngemwaga maji hapa mpaka pawe hakuna vumbi hapa. Na waliomwaga wangemwaga makuhani, sio nyie. Alafu nyie mngeishia kule, by the way. Pale kwenye ukuta pale mnaishia kule, tungewamwagia maji. Lakini anasema hiyo kwa inawekwa kama hadi utimie wakati huu wa matengenezo mapya. Sasa sikiliza sasa, damu ya Yesu. Wow. Oh, Mungu nisaidie kuielezea hii damu ya Yesu. Mstari wa 11. Kristo alipokuja akiwa kuhani mkuu. Anza kumuita kuhani mkuu, sio au makuhani wengine. Kwenye Agano Jipya Yesu ndio kuhani mkuu wa mambo mema ambayo tayari yamekwisha kuwasili. Ashukuriwe Mungu, mambo mema yamekwisha kuwasili na kutangazia mambo mema katika mchana wa leo. Kama ulikuwa unatarajia mema, ndio wakati huu wa kunisikiliza vizuri. Yesu ni kuhani wa mambo mema, na haya mema yaliyokuwa yanawasili. Alipita kwenye hema iliyokuu zaidi. Huyu Yesu alipita kwenye hema iliyokuu zaidi na bora zaidi. Hiyo hema ni kuu zaidi na zaidi, ambayo haikutengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Yale mahekalu mengine, mabonya na matenti yalitengenezwa na mikono ya wanadamu, lakini yeye alipita katika hema ambayo haijatengenezwa kwa mikono. Hii ni kusema ambavyo si yeye, ambayo si sehemu ya uumbaji yale yaliyokuwa yametengenezwa mwanzoni. Hakuingia kwa njia ya damu ya mbuzi. Yeye hakwenda, unajua kuhani mkuu lazima aende na mbuzi na damu, lakini yeye hakuingia na damu ya mbuzi na ndama, lakini aliingia patakatifu pa patakatifu mara moja tu kwa damu yake mwenyewe. Oh, tunapata jambo hapa. Yesu anafanyika kuwa damu. Aliingia patakatifu. Ile damu aliyomwaga pamoja na mengine ilikuwa inampa access ya patakatifu pa patakatifu na kufanya ibada kwa ajili yako, kukuombea, kukutakasa, kukufanyia yote ambayo yanatokea. Anasema akiisha kupata ukombozi, anasema patakatifu kwa damu yake mwenyewe, akiisha kupata ukombozi wa milele. Damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya mitamba walivyonyunyizia wale waliokuwa najisi kwa taratibu za kiibada, viliwatakasa hata kuwaondolea uchafu wa nje. Agano la kale, yale madamu yale ya wanyama yalikuwa yanatakasa nje, sio ndani, sio dhamiri, sio nafsi, sio moyo. Yalikuwa yanatakasa nje. Basi ni zaidi aje damu ya Kristo, ambaye kwa roho ya milele alijitoa nafsi yake mwenyewe, yeye mwenyewe akawa dhabihu kwa Mungu, kuwa sadaka isiyo na mawaa. Nilikwambia sadaka zilikuwa zinachaguliwa mwana kondoo ambaye hana mawaa, hana dosari, lakini yeye alikuwa hana mawaa. Itatusafisha dhamiri. Yenyewe ina uwezo wa kusafisha dhamiri. By the way, ninapokuona hapa, dhamiri yako imeshasafishwa. Ni wewe tu kuichafua, lakini imeshasafishwa kwa muktadha wa kibibilia. Damu ya Yesu inasafisha paka ndani, sio nje kama zile damu za wanyama. Mstari wa 15. Kwa sababu hii Kristo ni mpatanishi wa Agano Jipya. Ni mpatanishi. Kwa sababu hii yeye ni mpatanishi wa Agano Jipya. Yaani kama kuhani mkuu alivyokuwa anawapatanisha watu kwa Mungu, yeye ni mpatanishi wa Agano Jipya, ili kwamba wale walioitwa waweze kupokea ile ahadi ya urithi wa milele. Katika kufanya haya unapokea ahadi ya urithi wa milele. Kwa vile yeye alikufa awe ukombozi wao kutoka kwa dhambi walizozitenda chini ya agano la kwanza. Kwa habari ya wosia, mnakumbuka juzi nisoma habari ya wosia. Kwa habari ya wosia, kwa hiyo agano linaitwa wosia pia. Kwa habari ya wosia ni muhimu kuthibitisha kifo chake aliyeutoa, kwa sababu wosia huwa na nguvu tu wakati mtu ameshakufa. Kamwe hauwezi kutumika wakati yule aliyeuandika bado yuko hai. Sikiliza, hata Yesu ndio maana ilibidi afe pia. Kama hizo ahadi ambazo zimeahidiwa leo kwako wewe
lazima zitimie baada ya yeye kufa. Wosia ni mpaka mtu afe. Musa alipotangaza kila amri, Musa sasa zile amri alipotangaza kila amri kwa watu wote, alichukua damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji, sufu nyekundu na matawi ya mti na hisopo, akanyunyizia kile kitabu na watu wote. Yaani kile kitabu cha agano kikanyunyiziwa, si mambo ya nje, ikanyunyiziwa kitabu. Yaani hapa ningekuwa Biblia naiweka hapa na nyunyiza damu, kwamba hii damu imetakaswa hii Biblia. Alafu na watu walikuwa wananyunyiziwa. Jana nilikuonyesha watu kule mlima Sinai wakanyunyiziwa damu. Unaona? Kwa hiyo Musa alipofanya, sheria zikanyunyiziwa, vitabu pamoja na watu wenyewe wakanyunyiziwa. Alisema hii ndio damu ya agano, yani huyo Musa alisema hii ndio damu ya agano ambayo Mungu amewaamuru kulitii. Hili agano nao linatakiwa kutii. Jana nilizungumza kidogo. Jumapili nitaweka mkazo sana katika kutii. Vivyo hivyo alinyunyizia damu hiyo kwenye ile meza pamoja na kila kifaa kilichotumika ndani yake kwa taratibu za ibada. Kwa hiyo taratibu za ibada, jamani, hapa yani damu, jamani, wa makuhani nao Mungu awasaidie, walikuwa akichukua hapa, kuingia hapa, si ninatamba maboko ndio naingia, unachukua haya maspika yote tu shwa, yani kabla nyewe amjaje, nachukua damu huko na microphone pana na hiyo sijui computer inatumika na hii hii mixer na mabusa haya mwaga na manyaya haya mwaga na kwenda huku kwenye mangoma huku mwaga damu, maspika haya mwaga vyote mwaga, microphone hapa msije mkaja na maluelue hapa mkatuletea shida, mwaga hiyo kazi hiyo. Ilikuwa kazi. Kwa hiyo alikuwa anamwaga. Vivyo hivyo kunyunyizia damu hiyo kwenye ile hema pamoja na hema ili lote ili mwaga. Fikiria ili ukuta ili mimi mwaga. Damu mwaga. Mungu asante kwa kutuponya na hii kazi. Makuhani wa kizazi hiki tuna raha tuna raha kwa kweli. Nikupiga tu injili hapa nikitoka huyo imeenda zangu. Makuhani wakana yusta mngekuwa mnapata kazi. Alafu nyewe mnanyunyiza pale patakatifu. Kumbuka patakatifu pale. Sio patakatifu. Kwa kweli sheria hudai kwamba karibu kila kitu kitakaswe kwa damu, wala pasipo kumwaga damu hakuna msamaha wa dhambi. Dhambi zingine mnaweka mpaka kwenye microphone. Kwani leo mlitoka wapi usiku? Ndio inabidi tutakase hapo. Kama mlikuwa mnaota mambo yenu. Guys, mstari wa 23. Kwa hiyo ilikuwa muhimu kwa makala ya vile vitu vya mbinguni. Sikiliza sasa Yesu huyo. Yesu nampenda. Kwa hiyo ilikuwa muhimu kwa nakala, yani nakala copies zote za vitu vile vya mbinguni vitakaswe kwa dhabihu hizi. Lakini vitu halisi, sikiliza, vitu halisi vya mbinguni vilihitaji dhabihu bora zaidi kuliko hizo. Mnamwona Yesu anachofanya? Mimi nataka niwasomeshe leo taratibu muelewe Yesu alichofanya. Ina maana kama kuhani mkuu, utakaso wa vitu vyote vya utakatifu vya mbinguni ni Yesu ndio alitakasa. Damu yake hata kule mbinguni imetakasa vitu vyote vya mbinguni. Jamani, someni. Kwa maana Kristo hakuingia, mstari wa 24. Kwa maana Kristo hakuingia kwenye patakatifu palipofanywa na mikono ya wanadamu, ambao ni mfano wa kile kilicho halisi. Yeye aliingia mbinguni mwenyewe. Unaona ukuhani wake? Ili sasa aonekane mbele za Mungu kwa ajili yetu. He is there for you. Kama kuhani alivyokuwa na kwenda kuwaombea, hata Biblia sina muda wa kuyasoma maandiko hayo, inasema ameketi mkono wa kuume wa Mungu akituombea. Hivi mnajua hata saizi Yesu anakuombea. Wewe ukimdisappoint anakuombea isi.
kabisa. Yani kama ukimdisappoint, yani anasema Mungu mwangalie damu ile niliyotoa baba, damu si unakumbuka, angalia mimi vyote hivi vya mbinguni vimetakaswa, hebu hii damu basi kanene mema kwa ajili ya huyu mtoto wangu, kwa ajili yetu. Mstari wa 25, wala hakuingia mbinguni ili apate kujitoa mwenyewe mara kwa mara. Ile damu ilikuwa inatolewa mara kwa mara kila mwaka. Yeye hakuingia ili atoe damu mara kwa mara. Take note. Kama vile kuhani mkuu aingiavyo patakatifu pa patakatifu kila mwaka kwa damu ambayo si yake mwenyewe. Alafu damu kwanza sio ya kwake. Kwa Yesu damu ni ya kwake mwenyewe na ndio kuhani mwenyewe. Huyu kuhani wa duniani alikuwa wala sio damu ya kwake, lakini alafu anaingia mara kwa mara. Lakini Yesu, mstari wa 26, ingekuwa hivyo ingempasa Kristo kuteswa mara nyingi tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Jamani, sasa hivi vidhambi vyote mnavyofanya, Yesu angeteswa mara ngapi? Umeenda kuzini, anateswa. Umesema uongo, ameteswa. Fanya uasherati, ameteswa. Umemchukia mwenzio, ameteswa. Akasema huu utaratibu hapana. Au makuhani wa duniani watafanya kila mwaka, wanakusanya vidhambi zote, alafu anakwenda kuvipeleka siku mara moja kwa mwaka, asema madhambi yenu yamefutiwa, haya mkaanze tena. Mstari wa 26 anasema ingekuwa hivyo ingempasa Kristo kuteswa mara nyingi tangu kuumbwa kwa ulimwengu, lakini sasa ametokea mara moja tu katika mwisho wa nyakati aiondoe dhambi na kujitoa mwenyewe kuwa dhabihu. Namzungumza Yesu wangu leo. Yesu aliyofanya ni makubwa mno. Mstari wa 27, kama vile mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja tu. Kumbe hata alivyojitoa mara moja, na wewe utakufa mara moja tu. Hamna kufa mara mbili. Chomoka tu. Na baada ya kufa nini? Soma hapo. Baada ya kufa nini? Hukumu. Siku kidedi, hata mchungaji Maboka asema alikuwa mwema sana, mtajuana na Mungu wako. Ninapiga porojo tu ili kufurahisha umma. Anayejua ni Mungu. Kufa mara moja na baada ya kufa ni hukumu. Vivyo hivyo Kristo alitolewa mara moja tu kuwa dhabihu ili azichukue dhambi za watu wengi. Naye atakuja mara ya pili, sio kuchukua dhambi bali kuwaletea wokovu wale wanaomngoja kwa shauku. Wokovu ule wa mwisho, final sanctification, final holiness, final salvation. Atakuja mara ya pili, mara moja tu tena. Na baada ya hapo na Mungu milele. Nitakuja nifundishe eschatology tena kwa kanisa. Mambo ya mwisho, siku za mwisho mwe mnajua. Maana msijisahau sana, kama tumiliki magari hapa tuwe tunajua. Tunamiliki na migodi tunajua Yesu anarudi. Haya, mstari wa sura ya 10 nitasoma mstari ile ya kwanza 18 alafu nianze kuelezea. Kimsingi haya, kama unanifuatilisha haya ninayozungumza, ndio ambayo nitakuja kuyasummarize. Sheria ni kivuli, mstari sura ya 10. Sheria ni kivuli cha mambo mema yajayo. Ile sheria alivyokuwa imewekwa ilikuwa ni kivuli, ni mfano, ni kielezo kwa mambo mazuri yajayo, wala si uhalisi wa mambo yenyewe. Kwa sababu hii haikuwezekana kamwe kwa njia ya dhabihu zilizotolewa mwaka hadi mwaka kuwakamilisha wale waliokaribia ili kuabudu. Wale waliokuwa kuja kufanya ibada haikuwakamilisha, it didn't make them perfect. Ile sheria haikuwakamilisha. Kama dhabihu hizo zingeweza kuwakamilisha, hizo dhabihu zilizokuwa zinatolewa zingeweza kuwakamilisha, hazingeendelea kutolewa tena. Kwa kuwa wao waabuduo wangekuwa wametakaswa mara moja tu. Kama ingetolewa ingekuwa ingetakasa mara moja tu basi. Lakini kila mwaka mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 400, wa 500, wa 600 wanatakaswa kila mwaka. Pole yenu makuhani. Ungekuwa kuhani mnyewe mnaogopa uchungaji wa safari mzuri sana. Sasa kwa kizazi hawa walikuwa na kazi. Haya, mstari wa 3, lakini zile dhabihu zilikuwa ukumbusho wa dhambi kila mwaka. Zile dhabihu za kila mwaka nazo zilikuwa zinawakumbusha kwamba nyinyi ni watenda dhambi jamani. Tukutane tena mwakani.
Kwa sababu haiwezekani damu ya mafahari na mbuzi kuondoa dhambi. Jamani, dhambi ilikuwa haiwezekani. Ilikuwa ni kielelezo tu, ni mfano. Dhambi kuondoka kwa damu ya mbuzi. Mbuzi huyu kabisa na kondoo. Yaani kabisa utakasa kabisa na dhambi. Kwa nje tutafunika tu, alafu angalau ukatii sheria ndio unatoka hapo. Manke umali umechapa tena kinywaji kidogo. Mstari wa 5. Kwa hiyo Kristo alipokuja duniani alisema, dhabihu na sadaka hukuzitaka. Yesu mwenyewe alimwambia Mungu, dhabihu na sadaka hukuzitaka, bali mwili uliniandalia. Kwa hiyo wewe zile dhabihu za mafahari za makondoo hukuzitaka, ila mwili wangu ndio umeutamani sana, Mungu wangu. Sadaka za kuteketezwa na za dhambi hukupendezwa nazo. Mungu alikuwa apendezwi na hizo. Ndipo uliposema, mimi hapa nimekuja, imeandikwa kunihusu katika kitabu, nimekuja kufanya mapenzi yako, Mungu. Kwa hiyo Yesu alikuja kufanya mapenzi ya Mungu yaliyo makamilifu. Kwanza alisema, dhabihu na sadaka za kuteketezwa na za dhambi hukuzitaka wala hukupendezwa nazo. Anarudia tena, ingawa sheria iliagiza zitolewe. Sheria iliagiza, lakini ukweli alikuwa anafanya tu. Hata Mungu anasema kweli, sio kwamba ndio hapa nimefika wanangu. Sasa leo ndio nawafundisha kwamba alikuwa anafanya, lakini anasema msifikiri ndio nimependezwa sana, yani hapa ndio tumefika. Haya, msali unaoendelea, aondoa lile agano la kwanza ili kuimarisha la pili. Kwa hiyo ili agano jipya limekuja kuimarisha lile la kwanza. Katika mapenzi hayo sisi tumetakaswa na kufanywa watakatifu. Nilitegemea watu washangilie. Katika agano jipya hili, damu ya Yesu inatutakasa na kutufanya watakatifu kwa njia ya sadaka ya mwili wake, mwili uliotobolewa, uliopigwa misumari, mijeredi na kila aina ya fujo wanadamu waliotaka kufanya, taji ya miba, madamu yale yanabubujika, yale yalikuwa yanaleta utakaso. Utakaso huu ni wa milele, kuwafanya watakatifu kwa ajili ya sadaka ya mwili wa Yesu Kristo aliyoutoa mara moja tu. Take note of that. Kila kuhani husimama siku kwa siku akifanya huduma yake ya ibada. Nyie wadogo makuhani mlikuwa mnasimama mnafanya taratibu wa ibada na kutoa tena na tena dhabihu zile ambazo haziwezi kamwe kuondoa dhambi. Lakini huyu kuhani akiisha kutoa dhabihu moja kwa ajili ya dhambi kwa wakati wote, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Alipomaliza kutoa akasema imekwisha, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Anachofanya sana kukuombea. Na ndio maana nampenda Yesu. Wakati anamwangalia Stefano anateseka kwa ajili yake, Biblia anasema pamoja na kwamba huwa nakaa, akasimama akasema keep on, pambana mwanangu, pambana Stefano, pambana. Anasema nimeona mbingu zimefunguliwa na Yesu amesimama kwenye kiti cha enzi akishangilia, akisema na Yesu ukiwa unampendeza anavyokushangilia, unavyomtia moyo, anasema keep it up my son, oh my daughter, keep it up. Mambo yanakupindisha, yanakuhangaisha, yanakulemea, lakini unasema nitapambana mpaka mwisho, na Yesu unamfurahisha. Anasema keep it up, kazana mwanangu, pambana. Yupo mkono wa kuume wa Mungu anakuombea. Ikibidi anasimama, kama ukiwa jasiri kweli anasimama kama kwa Stefano. Tangu wakati huo anangoja mpaka adui zake wawekwe chini ya miguu. Wewe usio adui yake, naamini, kwa sababu kwa dhabihu moja amewafanya kuwa wakamilifu milele wale wote wanaotakaswa. Wale wanaotakaswa wanakamilishwa milele. Pia Roho Mtakatifu anatushuhudia kuhusu jambo hili. Kwanza asema, hili ndilo agano nitakalofanya nao baada ya siku hizo, asema Bwana. Nitaziweka sheria zangu mioyoni mwao. Inarudiwa tena. Agano hili, sheria zinaandikwa katika mioyo yao na kuzitia katika nia zao. Kisha
aongeza kusema dhambi zao za kutotii kwao sitazikumbuka tena. Basi sasa yakiisha kusamehewa, hakuna tena dhabihu yoyote itakayotolewa kwa ajili ya dhambi. Yaani hapo naweza nikafunga ibada. Ila sasa ngoja ni summarize tofauti, mfanano na tofauti kati ya mfumo wa dhabihu wa Agano la Kale na Agano Jipya. Jambo la kwanza, Agano la Kale nimeweka kabisa jedwali, nitakapokutomea niweka kabisa jedwali Agano la Kale, Agano Jipya, nalinganisha. Agano la Kale lilianzishwa kama kivuli cha Agano Jipya. Mmegundua hayo maneno Lilikuwa dhaifu, lilikuwa na kasoro. Agano la Kale lilikuwa na kasoro, lilikuwa dhaifu, lakini lilitumika kama kivuli cha Agano Jipya. Kwa hiyo Mungu katika mpango wake na utaratibu alisema nianze na agano hili, halafu ni mfano wa hali halisi nitakayoifanya kwenye Agano Jipya. Kwa hiyo Agano la Kale lilikuwa na udhaifu, lilikuwa na kasoro, lakini lilikuwa ni kivuli cha Agano Jipya. Agano Jipya lilianzishwa ili kuimarisha Agano la kwanza au la kale. Ilikuja ili kuimarisha, sio kwamba, ndio maana hata Yesu anasema sikuja kulifuta, sikuja kutengua Torati, lakini nimekuja kukamilisha. Kuna mtu mmoja jana, sijui juzi, nafikiri jana au juzi, nilikuwa naongea naye. Anasema nyewe mnaosemaga kwamba hatuishi kwa sheria, tunaishi kwa neema. Neema iko hivi. Yesu kwenye maneno yake akasema sikuja kutengua Agano la Kale au Torati, nimekuja kuliimarisha au kulifanya kuwa bora zaidi. Akasema kwenye Torati imeandikwa usiue, lakini mimi nawaambia ukimchukia tu ndugu yako umeua. Sasa nikamuuliza lipi lina sheria nzito? Niko namuuliza mtu. Nikamwambia si mnasemaga muishi kwa sheria, sasa ishi kwa Agano Jipya. Yesu anasema mimi nilichokileta sio tu kwamba usiue physically, ukimchukia ndugu yako umeua. Kama kiboko sasa cha kumaliza wa Mbeya, akasema mmesikia imeandikwa usizini, mimi nawaambia ukimwangalia tu mwanamke kwa kutamani umezini. Hivi toka wiki hii imeanza umezini mara ngapi? Nyewe wanaume umezini mara ngapi? Sasa nikamuuliza, nikamwambia hivi nyewe nikawa namwambia wewe nyewe si mnapenda kusema neema hii Agano Jipya neema. Haya sasa Yesu mwenyewe sio Yohana, sio Petro, sio mtume yoyote. Yesu akasema katika kulikamilisha kule imeandikwa usizini, lakini mimi nasema ukimwangalia tu binti wa watu ukamvua nguo kwa akili zako umeshazini. Sasa nikamuuliza lipi lina unafuu? Eti wewe lipi lina unafuu wewe? Sasa tungebaki na ile la kwanza. Akasema kwa kweli pastor hapo afadhali la kwanza badala. Nianza umesema kweli mwanangu. Haya. Tumepata kwa neema, tunaingia mbinguni kwa neema, na uzinzi wa moyoni kwa neema. Si ndio hiyo manake? Sasa unazini, kule limekatazwa usizini. Wewe kwa mawazo yako kila ukiangalia asipite tu mrembo. Oani haraka wanangu. Msije mkaendelea kuzini sana kwa mioyo. Kwa hiyo Agano Jipya lilianzishwa ili kukamilisha Agano la kwanza. Na Biblia inasema Agano Jipya ni bora kuliko la kwanza na lina ahadi bora. Tumesoma wote. Kwa hiyo lenyewe ubora wake ndio huo. Kwa hiyo kwa kifupi Agano la Kale lilikuwa hafifu, lilikuwa dhaifu, hili ni bora. Jambo la pili, Agano la Kale lilitumia damu ya wanyama.
Of course walijitahidi kutoa, ilikuwa kielelezo, wanyama wasiokuwa na hatia, wasiokuwa na dosari, wasiokuwa na mawaa. Si ndio mnafahamu wale ambao hawana madoa, hawana kilema. Ukikuta kambuzi kana hivi anambia no staki. Keupe pe kasiko na madoa. Kasiko konda. Wale ng'ombe wenu wa kukonda mngepeleka buchani, ila kwenye utakaso huku unaleta walionona. Sasa hiyo ilikuwa kivuli. Sasa kivuli cha kwamba Agano Jipya linatumia damu ya Yesu mwana wa Mungu mwenyewe, ni mtakatifu. Ile kutokuwa na madoa, kutokuwa na kilema, kutokuwa na dosari, maana yake ni kiko pure, ni kitakatifu. Kwa hiyo Yesu ndiye mnyama, ukitaka kusema basi ni mnyama wa Agano Jipya, na yeye ni mtakatifu kwa namna ya wanyama wasiokuwa na dosari. Jambo jingine, Agano Jipya lilikuwa na kuhani mkuu aliyekuwa mwanadamu, aliyetakiwa kujitakasa mwenyewe kwa damu ya wanyama kabla hajawatakasa wengine kwa damu ya wanyama. Tumesoma, sina haja ya kurudia hiyo mistari, ndio maana nilikuwa naifafanua wakati nasoma. Yaani kuhani wa Agano la Kale kuingia patakatifu, na hasa kuhani mkuu kuingia patakatifu alikuwa ni mwanadamu ambaye alihitaji damu ya wanyama kujitakasa mwenyewe na kuwatakasa wale watu wengine dhambi. Lakini katika Agano Jipya kuhani mkuu, mmeona imerudiwa mara nyingi sana, kuhani mkuu ni Yesu Kristo, ambaye aliingia patakatifu patakatifu pa mbinguni, ambao ilikuwa ni mfano na kielelezo cha hekalu la duniani. Nani ambaye ni bora sasa? Anayetumikia, anayehudumu hili lililotengenezwa na matofali na hela ambazo mangia hatujui hata zimetoka wapi. Tunahamasisha, si ndio? Kwani kuna mtu mmoja tulikuwa tunabishana sasa hivi, mtu akiwa ametoka kuhongwa, mdada au mwanaume ametoka kuiba, hizo hela huwa mnazitakasa namna gani pale madhabahuni? Eti mimi nasema tu ubarikiwe mwanangu, neema ya Bwana ikufunike. Kwa kweli asante kwa fungu lako nono. Mimi sikuulizi umetoa wapi. Hivi ungenisimulia hapa, unajua hapa nimekula rushwa, mngetutia majaribuni. Ashukuriwe Mungu, watu natakasa, tunasema, na ndio maana tunaombeaga hapa, nasema Bwana zipokee, zitakase, si ndio? It's not a big deal, lakini nachotaka kuambia hapa duniani kulikuwa na vurugu nyingi. Hata hilo hema lilijengwa na wanadamu hao wakaidi ambao walikuwa hawamtii Mungu, si ndio walijenga? Sisi tumesema Waisraeli walishindwa kumtii Mungu, lakini wao ndio walijenga. Na hata Daudi akajisifia, akasema mimi ni nani? No, Suleiman. Naye akafurahi, na hata Daudi alisifia alipokusanya vitu kwa ajili ya hema, kwa ajili ya hekalu. Sisi ni nani tutoe kwa moyo wa upendo namna hii? Zingine tuliua watu lakini tumetoa. Tulihongwa lakini tumetoa. Si ndio? Sasa hilo hema lilojengwa kwa namna hiyo lisingetosha. Lilikuwa ni photocopy, ni mfano, ni kielelezo, ni kivuli cha hema la mbinguni, patakatifu papakatifu, pale kwenye kiti cha enzi. Alivyomaliza kutoa damu yake, akaenda kukaa mkono wa kuume wa Mungu Baba kwenye patakatifu patakatifu, ambapo palipo na sanduku la agano la kweli. Huku alitengenezewa sanduku, akaambiwa hapa ndio Mungu yupo. Pale ni Yesu mwenyewe live, ni Mungu mwenyewe live, huyu hapa. Unaonaje hilo? Unamwona Yesu ambavyo anastahili kuwa sadaka na kuhani mkuu, na akatoa damu yake mwenyewe, akasema ya mbuzi achana nayo Baba, kachinje mimi, kaniue mimi, nikateswe mimi, halafu hiyo damu yangu ndio itakuwa sahihi
kwa ajili ya kutakasa vitu vya patakatifu papatakatifu katika uwepo wako mbinguni. Kwa hiyo hili linaonekana kwamba kuhani wake mkuu ni Yesu ambaye ni mtakatifu mno. Yaani kifupi, yeye alitengeneza, alifanya kazi mbili, ya kuhani mkuu na ya kuwa mbuzi yeye mwenyewe. Yaani yeye mwenyewe kondoo, alafu yeye mwenyewe kuhani mkuu. Yule wa duniani alikuwa kuhani mwenyewe hana damu, inabidi achukue ya mbuzi, ya kondoo, ya ng'ombe. Yesu akasema hiyo taratibu achana nao. Damu yangu, oh Bwana, nimekazi ulionituma nimeimaliza Baba. Na hata Mungu akasema, mwanangu nastahili, ninakupa jina linalopita majina yote. Ni katika jina lako kila goti litapigwa. Kama hawatakuelewa sasa, kuna siku watakuelewa. Kila ulimi utakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, na kila goti litapigwa kwa kutaka au kutotaka. Huyo ndio Yesu wangu. Mimi najivunia Yesu wangu. Jamani, sijui nyie, mimi Yesu wangu huyu nikifika hapo, ngoja acha nitambe. Kwa nini sitambe na Yesu wangu? Wewe unamwonea aibu. Yaani wewe una Yesu alafu unaona aibu. Hujui ubora wa agano alilofanya. Yaani aliyofanya Yesu yajui, ndio maana nakufundisha. Jambo jingine, kuhani mkuu ambaye ni mwanadamu aliingia patakatifu patakatifu kwenye hema hili la duniani kila mwaka mara moja kutoa dhabihu ya upatanisho. Kila mwaka ilibidi ajirudie. Kila mwaka ajirudie. Mwaka huu. Lakini kuhani mkuu katika agano jipya, kuhani mkuu Yesu Kristo aliingia patakatifu patakatifu mbinguni ili kuwa dhabihu ya upatanisho milele. Kazi alipoifanya imekwisha, akaripoti patakatifu papatakatifu mara moja. Hamna ya kuja duniani tena na kurudi. Si ndio maana anasema tu niko pamoja nanyi na Roho Mtakatifu atawasaidia. Mnataka Yesu aje tena? By the way, tutafundishana Jumapili. Wale wanaotaka kurudia kwenye dhambi wanataka kumsurubisha tena Yesu mara pili. Si mnajua? Ndio maandiko yanavyosema, Jumapili hiyo nondo jiandae tu. Kama utaki kuja kusikiliza dhambi, ondoka, Jumapili usije. Jumapili nafundisha utakatifu kupitia hii damu, na sisi tuna respondi vipi kwenye hii damu. Kwa hiyo kuhani mkuu aliingia patakatifu mbinguni mara moja kwa dhabihu ya upatanisho milele. Aliteswa mara moja tu na akaenda na damu yake mwenyewe mbinguni. Mungu akamuuliza, umemaliza? Akasema, Baba, nimemaliza. Utarudi tena? Hakuna mpango wa kurudi tena Baba. Watakaosikia wasikie, watakaoelewa waelewe. Mimi nimemaliza. Jambo jingine, damu ya wanyama haikuweza kusafisha dhamiri. Mnakumbuka maandiko? Damu ya wanyama haikuweza kusafisha dhamiri za watu. Ilifanya usafi wa nje wa mwilini, haikuwakamilisha wanaoabudu. Hayo maneno mmekumbuka. Mimi na summarize kukusaidia. Damu ya wanyama haikuweza kusafisha dhamiri za watu, moyo. Ilifanya usafi wa nje tu wa mwili. Na ndio maana Biblia inasema akawa anarudia kila wakati. Haikuwakamilisha wanaoabudu. Lakini agano jipya, katika agano jipya damu ya Yesu ina uwezo wa kusafisha dhamiri na kuwatakasa watu dhambi. Kwa maneno mengine, kusafisha ndani, kusafisha mioyo na kuwakamilisha wanaoabudu. Ina uwezo huo. Ukiruhusu kufanya hivyo, ndivyo kazi yake hasa. Hivi kweli jamani, tukubaliane, kweli kambuzi, kweli damu yake tu tunakafuga kana kula nyasi hapo alafu ndio kaje katusafisha na dhambi kweli? Basi tuongee tu kibinadamu. Wale mkondo wako kwa mzee Ntinginya kule, kweli? Alafu siku nyingine tunasema nakapeleka kakakondoka kaniondolee dhambi. Kweli kabisa. Yaani hata wewe kweli kabisa. Unaona inawezekana? Unamchapa na fimbo kondoo, mara umempiga teke, mara umempiga mawe, alafu eti kesho unampeleka.
damu ya kondoo imenitakasa, damu ya mbuzi imenitakasa. Hata nyimbo sio kwa naimba nyimbo gani? Afadhali tuimbe damu ya Yesu bwana. Damu ya Yesu ndio ina uwezo wa kutakasa. Mnaelewa sasa, kile kilikuwa ni kivuli cha mambo halisi. Kwa hiyo uhalisi ni sasa hivi. Tunaishi kwenye uhalisi wa Agano Jipya, uhalisi wa Mungu alichokikusudia kabisa. The perfect will of God is now. Yaani sasa hivi ndio tuko kwenye perfect will. Tunaogelea kwenye Agano Jipya ambalo ndio utimilifu wa mpango wa Mungu kutoa dhambi ya wanadamu kupitia damu ya Yesu Kristo. Inakamilisha wale wanaoabudu. Ukikaa hapa ukimwabudu Mungu wakati wowote inakukamilisha, sio damu ya wanyama tena. Wewe itia tu damu ya Yesu. Hata uko chumbani uko peke yako, hamna shida. Ile ina uwezo wa kukamilisha. Haya, jambo jingine, Agano la Kale damu ya wanyama ilitumika kutakasa vitu vyote vya ibada. Hata vitu vya nilikuwa natoa mfano hapa kielelezo. Vitu vyote vya ibada katika hema au hekalu la duniani kwa ajili ya ibada. Kwa ajili ya ibada hivi vitu nimetoa mfano na kielelezo alivyokuwa nanyunyiza ili kwamba vio vitakatifu kwa ajili ya ibada. Lakini damu ya Yesu tumesoma ilitakasa vitu halisi vya mbinguni. Kama mlikuwa mnafuatilia nasema vitu halisi vya mbinguni. Vitu vya ukweli vya mbinguni vilitakaswa kwa damu ya dhabihu yake iliyo bora. Jambo jingine, Agano la Kale japokuwa dhabihu na sadaka za wanyama ziliagizwa na Mungu au katika sheria ya Musa, lakini Mungu hakupendezwa nazo. Si tulisome? Mnakumbuka hiyo? Pamoja na kwamba alikuwa anafanya, ni kweli aliagiza, lakini alikuwa anaweka tu kama kielelezo, kama mfano wa jambo halisi. Lakini tumeona kwamba damu ya Yesu, dhabihu yake na sadaka ya mwili wake ndio bora ambayo Mungu anapendezwa nayo. Kama nataka kuishi kwa damu za wanyama ni wewe, lakini damu ya Yesu, dhabihu ya Yesu, Mungu anapendezwa nayo. Haya, nimalizie mambo mawili ya mwisho. Agano la Kale, sheria za Mungu ziliandikwa katika mbao au vitabu nje ya mioyo ya wale wanaoabudu. Mnakumbuka hiyo pointi? Kwamba sheria za Mungu ziliandikwa kwenye mbao, kwenye mawe, kwenye vitabu nje ya mioyo ya watu. Wanasoma tu. Ashukuriwe Mungu, kwenye Agano Jipya sheria za Mungu zinaandikwa katika nia na mioyo ya wale wanaomwabudu Mungu. Waabuduo halisi watamwabudu katika roho na kweli. Yaani wewe hata ukijibaraguza, yaani hata ukijifanya kwamba mimi napotezea mambo ya kimungu, huku ndani kumeandikwa sheria za Mungu, na wala sihitaji kukuambia hiyo ni dhambi. Wewe mwenyewe unajua. Shida tu ni kwamba dhamiri yako inapokuambia wewe utaki. Sasa mimi nifanye nini? Mungu amesema, sio mimi. Mungu amesema, ameandika kwenye mioyo. Yaani hata hivi nawaambia tu na wasisitiza mmeshachoka, lakini ndio hivyo. Moyoni mwenu mnajua. Kwa Mungu, mimi ndio hapo napenda sasa Agano Jipya. Ndio maana nasema ukuhani wa kizazi hiki una safi sana. Baada ya kuwasomea kila mwaka, sasa na wasomeaga kaandiko tu viwili vitatu, tunatoka, haya mwende na amani ya Bwana. Wewe masaa yote unakuepo hapa kuhubiriwa. Wewe muda unaokaa kule, unafikiri Roho Mtakatifu akufuatilia? Wewe ukitaka kutenda dhambi, Roho Mungu ali ndani yako. Hata wewe unajua. Ukizichana dhambi hata wewe mwenyewe unajua. Na ndio maana hata mangine tukikutana Jumapili unaniangalia kwa macho, wewe unaogopa. Ukitaka kuzichana dhambi, hata ukiona unafikiri nimekuona. Na mimi macho yangu sio mazuri. Naweza kuanza, mchungaji utafikia ameniona mpaka moyoni. Ujue ni sheria iliyoandikwa ndani.
Yaani hata sihitaji kusema. Yaani naweza kukusalimia tu mpendo, Bwana asifiwe. Au unaona na mimi wanawagundua. Yaani waliotoka tena dhambi na wagunduaga, basi tu Mangelewa siruhusiwi kusema. Yaani naweza kukusalimia tu hivi. Alafu sio unanishika mikono kama umetoka kutenda dhambi. Nikupa mkono kuna mti. Hivi unajua Biblia inasema pumzi tu inapeleka taarifa. Pumzi inapeleka taarifa kwa Mungu. Sasa Mungu akinijalia wanarudisha ile pumzi, ananirudishia. Nikikushika hivi, Bwana siwe. Mchungaji mbona niangalia, anambia. Sasa nisikuangalia, hapo natoa na mkono haraka haraka. Kwani kinachokuhukumu ni nini? Ni dhamiri. Moyo wako umeshaandikwa, alishapiga chapa. Beatrice, Mungu alishaweka chapa. Yaani hata ukije baraguza binti yangu, yaani kabisa Mungu alishamaliza. Ndio agano jipya. Sasa mimi hata mimi sikuhukumu, lakini dhamiri yako inakuhukumu. Sasa mimi nifanyeje? Wewe njoo tu tuzungumze, tuyamalize. Nikufunguka tu muwazi, naambia mzee, unajua bwana hapa. Unajua huu mwili una matatizo. Wewe unakuja tu kujieleza jamani. Sasa unajua mwili una matatizo mchungaji. Yaani bwana jana nimezitandika pombe. Mzee mmoja mama anamkumbuka. Alikuwa ameokoka ndo nguvu mpya kila kisafiri, yani ule mzee alikuwa meneja mkubwa sana wa kampuni moja hapa mjini. Yaani kila akisafiri anarudi kwa mchungaji wangu pa Jerusalem Temple. Anakuja kwa mzee, anakuja mchungaji, anasema mchungaji, nilisafiri kwenda Songea. Nimekunywa tena mchungaji. Anamweleza sasa hivi usikae basi na makundi, alafu hebu epuka. Kwani kilichokuwa kinamsukuma nini huko? Si ni ile dhamiri. Lakini choka nampenda, alikuwa anakuja kujieleza. Anaombewa, anaishiishi angalau wiki anazokuepo hapa mjini mambo yanaenda vizuri. Dawa yake asisafiri bwana. Akienda tu Sumbawanga, na alikuwa anasafiri kweli bwana, shirika lake silitaji. Alikuwa anasafiri kweli hilo shirika. Alikuwa engineer wa kampuni fulani. Sasa alikuwa anatakiwa kusafiri sana. Akaenda Sumbawanga. Anatoka Sumbawanga akifika tu Jumatatu. Sasa mchungaji, nimekunywa tena. Sasa mchungaji akasema jamani, wazee wakanisema nisaidie wale mtu mmoja. Wakati mimi ndo mzee wa kanisa hizo. Sasa mchungaji sasa anatuuliza wazee, ili sasa nifanyeje wanangu? Mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano. Sasa mraka usisafiri basi. Ilipofika kama 6-7 nafikiri mchungaji akasema sasa wewe umezoea na kutenga. Ukakaa kule kwenye benchi huko. Mchungaji kweli yani ungeniacha tu angalau niendelee. Yani sasa hivi nimekuelewa. Yani sasa nimekuelewa. Uchungaji. Kwa hiyo dhamiri ilikuwa inamsumbua, anaujua kwamba alichofanya ni dhambi. Na wewe ujage tu jamani, muwe mnakuja kujieleza. Ndio kazi yangu kuwapatanisha, kuwapeleka kwa Yesu ambaye yuko kwenye kiti cha enzi. Haya, jambo la mwisho zuri sana. Aliyeruhusiwa kuingia patakatifu ni kuhani mkuu pekee. Ile nilikuwa nawaambia kuhani mkuu ni maboko tu. Yaani kwenye hema au kwenye hekalu palipokuwa na sanduku la agano. Sanduku la agano lilikuwa linamaanisha uwepo wa Mungu. Nikwambia habari njema. Siku Yesu anasulubiwa pale msalabani, Ijumaa kama ya leo, pazia la hekalu lile linalogawanya patakatifu pa patakatifu na patakatifu pa kawaida lilipasuka vipande viwili. Si mlishasikia hizo habari? Mnajua maana yake? Kila mtu anaweza kwenda kwenye uwepo wa Mungu. That is so powerful. Na hili kama umesahau mengine basi ondoka na hili. Kwamba pamoja na kwamba Yesu kuhani mkuu yuko kule na damu yake, lakini unaweza ukafika hata wewe pale patakatifu pa patakatifu kwa kupiga goti lako hapa.
Kuanzia hapo nyie mnatupaga ujiko tu kwamba mpaka tuwaombee kila kitu. Tutawaombea, lakini kiukweli unaweza ukabeba vya kwako na mizigo yako ukaingia patakatifu mwenyewe. Lakini Biblia inasema mkikaribie kiti cha rehema cha Mungu mkiwa wenye mioyo safi. Unajua ni kwa nini unaogopa kwenda? Huto tu dhambi twako, huto kadhamiri kana kukugonga gonga, hata huna ujasiri. Hivi Mungu atanisikia? Basi nipe ujiko mimi, nitakuombea, nitakutakasa, tutaimba damu ya Yesu inatenda mema, nitakuombea na toba, nitakupeleka karibu na madhabahu. Lakini kiukweli kabisa, pazia la hekalu lile la kwanza ilipasuka vipande viwili, kwa maana ya kwamba atakaye na aje, kila mwenye kiu aje anywe maji ya uzima bure. Mnajua mchungaji wenu mimi nilijiongoza sala ya toba. Nishawaambia hivi, mnajua nilijiongoza sala ya toba. Yule mchungaji aliyehubiri sikio mimi ndo nimeamua kuokoka, hakuita watu wa kuokoka. Hivi unajua mpaka leo nimekuwa mchungaji ni mimi mwenyewe nilijipeleka. Kwa sababu tuko kwenye agano jipya. Kwenye agano la kale isingewezekana. Kwenye agano la kale ni kuhani mkuu tu kwenda kutakaswa, akuombee wewe na madhambi yako. Lakini kwenye agano jipya, pazia la hekalu Ijumaa kama leo ilifika saa 9, toka saa 6 mpaka saa 9 kulikuwa na giza kuu katika nchi. Mungu akiwa anapambana, akimuachilia, akimbebesha Yesu Kristo madhambi yako na shida zako zote. Na Biblia inasema pazia la hekalu likapasuka vipande viwili, ili kuonyesha mamlaka yake. Hata kuzimu kukasikia, na wale wafu waliokufa wakafufuka, miili ya watu ikatembea Yerusalemu. Unaona huo utisho wa Yesu Kristo. Na mimi niko kwenye pazia lile lilikuwa linawazuia watu kwenda kwenye uwepo wa Mungu. Lile pazia lilipasuka. Yaani hata wewe, ndio maana nakuhamasisha kuomba. Yaani wewe mwenyewe unaweza kujiombea na mambo yakaenda. Tatizo wewe unaamini mitume, manabii, wachungaji wenye upako ndio atakuombea. Ni dhambi vyako mwenyewe ndio vinakuletea shida. Lakini kama ungekaa kwa hali ya utakatifu, you can access the holy of holies. Yaani mahali patakatifu unajipeleka mwenyewe mzima. Unamwambia Yesu, how are you? Here I come. Una shida gani mwanangu? Hiki na hiki na hiki na hiki. Chukua, nenda kwa amani. Unaonaje hapo? Sipatamu? Alafu wewe mpaka mchungaji. Mimi nawafundisha ukweli. Mimi nisha hapa kwa Mungu. Nitawafundisha ukweli. Mnatupaga ujiko tu. Tupeni. Mimi nitaomba, sinajua nasikiwa. Nitakuombea. Upone usipone, mimi nimeshaomba. Yesu umekuja nikuombee? Mimi ndo nakufundisha leo, nenda mwenyewe. Yaani mwenyewe kabisa unaenda kabisa. Mwenyewe kabisa unakwenda na Mungu anakusikia kabisa. Kama alivyomsikia kuhani wa agano la kale, kuhani mkuu. Kama alivyomsikia Yesu alivyokwenda na damu yake pale. Hata wewe una access ya kuingia mahali patakatifu kwenye uwepo wa Mungu. Uwepo wako wanihuisha. Hebu wanangu, pandeni tumalize uwepo wangu, tumalize uwepo wako. Nimeshamaliza, mimi ndo nimeshamaliza. Yaani wewe ni wewe tu, ingia kwenye uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ndio faraja yako, uwepo wa Mungu ndio nguvu yako, ndio tumaini lako. Na hata katika mchana wa leo natamani kila mmoja ajipeleke mwenyewe kwa kweli kabisa. Leo kabisa nimemwambia Mungu, mimi Mungu, hii point yangu ya mwisho simuombei mtu. Unajua simuombei mtu mwanangu. Yaani leo kabisa siombei mtu. Kila mtu aende kwa jitihada zake mwenyewe. Kila mtu aende kwa uwepo wa Mungu kwa namna yake, kwa staili yake mwenyewe. Wewe nenda tu kwenye uwepo wako, uwepo wangu. Naomba tusimame. Uwepo wako. O sakaria bosana. Sakara mosaita mosaina. Zisho koria na mosaita.